Karibu mtazamaji wa Msuya Online TV kwa ajili ya kuzungumza masuala mbalimbali ya kimichezo pamoja na burudani. Ikiwa ni siku ya tarehe 26 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, tunaendelea kukutana kwa ajili ya kuendelea kupeana taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani. Baada ya kumaliza Christmas hapo jana, wana michezo tumerudi tena kwenye jukwaa letu kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo pamoja na burudani. Hivi sasa tunazungumza kuhusiana na tetesi za usajili, jambo ambalo linaendelea kupewa nafasi kubwa kabla ya dirisha dogo la usajili kwenda kufunguliwa Januari ya mwaka 2026. Siku hii ya leo tutamzungumzia mchezaji wa timu ya taifa ya Uganda The Cranes pamoja na timu ya Vipers. Huyu si mwingine bali ni Allan Okello ambaye yeye tukijaribu kutazama hapa kwa ule utambulisho mfupi, amezaliwa tarehe 4 Julai mwaka 2002. Kwa hiyo ukipiga tathmini yako hapo tarehe 4 Julai ya mwaka 2002, ana miaka takriban ni 25. Kwa hiyo amezaliwa kule Lira nchini Uganda, na nafasi ambayo anaicheza katika klabu ya Vipers anacheza kama kiungo mshambuliaji au unaweza kusema attacking midfielder. Tunaangazia kuhusiana na safari yake ya soka, namna ambavyo alianza soka. Allan Okello alianza safari ya soka akiwa katika klabu ya KCCA, ambako hapo alipata nafasi ya kujitangaza kwa uzuri sana na kuisaidia timu hiyo ya KCCA kutoa mataji mbalimbali pale nchini Uganda. Lakini baada ya hapo mwaka 2020 mpaka mwaka 2023 Allan Okello alifanikiwa kwenda kucheza ligi ya pale nchini Algeria. Baada ya kuperform vizuri akiwa na timu ya KCCA, alifanikiwa kuondoka nchini pale Uganda, akafanikiwa kutoka sasa na kwenda kucheza timu ambayo inafahamika kwa jina la Paradu ambayo iko pale nchini Algeria. Huko hakufanikiwa kuonyesha kiwango kikubwa sana kutokana na yeye kucheza nje ya Uganda. Utakumbuka msimu ambao alifanikiwa kucheza akiwa na KCCA msimu wa mwaka 2017 mpaka mwaka 2020, alikuwa ni baadhi ya nyota ambao walikuwa wakifanya vizuri sana na alikuwa akifunga. Utakumbuka mchezo wake wa kwanza kabisa alikuwa akitumikia KCCA, alifunga hat-trick. Misimu mitatu ambao alifanikiwa kucheza ndani ya ligi kuu ama ndani ya Uganda pale alifanikiwa kuonyesha kiwango kikubwa sana. Lakini baada ya kuondoka kwenda nchini Algeria kuitumikia klabu ya Paradu AC ya pale nchini Algeria mwaka 2020, huko alipata uzoefu mkubwa, lakini hakucheza kwa mafanikio makubwa kutokana na ni mara yake ya kwanza kucheza nje ya Uganda. Lakini msimu wa mwaka 2022 alifanikiwa kurejea KCCA kwa mkopo. Baada ya kutokufanikiwa kufanya vizuri katika klabu ya Paradu ya nchini Algeria, basi aliamua kurejea nchini Uganda kwa mkopo katika klabu ya KCCA. Hapo alicheza takriban msimu mmoja na alifanikiwa kuonyesha kiwango na kikamfanya kuelekea katika klabu ya Vipers ya nchini Uganda. Vipers ndio klabu ambayo imemtambulisha Allan Okello kwa ukubwa zaidi, licha ya kwamba KCCA alicheza kwa mafanikio makubwa zaidi na kufahamika kwa wanasoka wa nchini Uganda, lakini Vipers ndio jukwaa ambalo lilimfanya Allan Okello kuonekana pamoja na kutamba zaidi katika ile ligi ya pale Uganda. Alijiunga na Vipers msimu wa mwaka 2023 na alisaini mkataba wa miaka 2 kwa ajili ya kuendelea kukitumikia kikosi hicho cha Vipers. Utakumbuka msimu wa mwaka 2024 2025 Allan Okello alikuwa ni mfungaji bora wa ligi kuu ya Uganda. Alifanikiwa kufunga magoli 19. Alikuwa katika kiwango bora sana, licha ya kwamba alifanikiwa kucheza takriban ni mechi 30 na kufunga magoli 19, huku akiwa amefanikiwa kutoa assist 4. Kwa hiyo msimu wa mwaka 2024 2025 Allan Okello bwana alifanikiwa kufanya vizuri sana akiwa na klabu ya Vipers, na alikuwa mfungaji bora wa msimu
Lakini Alan Okello toka mwaka 2017 mpaka mwaka 2025 amefanikiwa kuichezea timu ya taifa ya Uganda kwa nyakati tofauti. Amefanikiwa kuichezea timu ya taifa kama mchezaji wa ngazi ya vijana akiwa na umri wa miaka 20, lakini amefanikiwa kuichezea timu ya taifa akiwa na umri wa miaka 23, lakini amefanikiwa hadi kuichezea timu ya taifa ya Uganda, ile timu kubwa tuko tunazungumzia Uganda the Cranes. Huko kwenye timu ya taifa ya wakubwa amecheza mashindano mbalimbali. Utakumbuka aliweza kucheza mashindano ya CHAN na aliweza kufanya vizuri, lakini Alan Okello alitambulika zaidi katika mashindano ya AFCON ya mwaka 2024 ambayo aliyacheza kwa ukubwa zaidi akiwa anacheza katika timu yake ya taifa ya Uganda, na alikuwa anacheza winga wa kulia. Alan Okello anatumia mguu wa kushoto, kwa hiyo nafasi ya kucheza winga wa kulia ni sehemu ambayo inamfanya yeye kuenjoy zaidi na kufanya vizuri zaidi. Alifanikiwa kufanya vizuri sana katika mashindano yale ya AFCON akiwa na timu ya taifa ya Uganda. Utakumbuka kina Regan Mpande ni wachezaji ambao walikuwa wana muunganiko mzuri katika timu ya taifa ya Uganda. Lakini tunakuja kwenye eneo la uhitaji sasa. Alan Okello ni mchezaji ambaye anaonekana hivi karibuni akiwa anahusishwa na klabu nyingi za nchini Tanzania na hata nje ya nchi ya Uganda. Alan Okello licha ya kwamba kwenye siku za hivi karibuni ameonekana akiufollow ule ukurasa mama wa Young Africans kule Instagram, pamoja na kumfollow Engineer Harris, huyu akiwa ni rais wa klabu ya Young Africans. Licha ya kwamba Alan Okello ni mchezaji ambaye anacheza katika timu ya taifa ya Uganda, ameonekana akifanya vizuri katika mashindano yale ya AFCON ambayo yalimtambulisha na kumpa jina kubwa na kufahamika kwa ukubwa zaidi. Nafasi yake au endapo atakuja kujiunga na Young Africans, basi anakuja kucheza nafasi ya winga wa kulia. Utakumbuka kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans mpaka hivi sasa kwenye eneo la upande wa mawinga kuna mawinga wengi. Tunamzungumzia Pacome ambaye anafanya vizuri, lakini tunazungumzia mawinga ambao wamekuja katika eneo la winga wa kulia. Tunamzungumzia Celestine Ekwa, tunamzungumzia Edmund John, wachezaji ambao hivi karibuni kwenye upande wa kikosi cha Young Africans wameonekana wakipata nafasi ya kucheza na wameonekana wakifanya vizuri. Kabla ya dirisha dogo la usajili kufunguliwa, maneno yamekuwa ni mengi, tetesi za usajili zimekuwa ni nyingi, Young Africans wakihusishwa kumwacha Celestine Ekwa, licha ya kwamba kwenye baadhi ya michezo ambayo Young Africans wamefanikiwa kucheza ameonekana ni mchezaji ambaye anapewa nafasi kubwa ya kuanza katika kikosi cha kwanza. Kwa hiyo Alan Okello endapo atakuja kujiunga na Young Africans, kuna uwezekano mkubwa akawa anacheza winga wa upande wa kulia, na winga ya upande wa kulia ni nafasi ambayo yeye inampa nafasi kubwa ya yeye kucheza kwa kujiamini, kucheza kwa uwezo mkubwa, kwa sababu Alan Okello ana uwezo mkubwa wa kumiliki mpira, ana kasi akiwa katika eneo la box la mpinzani, lakini ana uwezo mkubwa wa kufunga akiwa katika ndani ya boxi, lakini akiwa hata nje ya boxi. Utakumbuka kwenye mashindano ya AFCON alikuwa na uwezo mkubwa wa kufunga akiwa ndani ya boxi, lakini hata akiwa nje ya boxi. Utulivu wake ni utulivu wa hali ya juu, uwezo wa kumiliki mpira, ana uwezo wa kumiliki mpira kwa hali ya juu. Kwa hiyo endapo dili litakamilika, Alan Okello tutamuona akicheza katika winga ya kulia akiwa na klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Lakini kwenye upande wa tuzo, Alan Okello tumelizungumzia kwamba alishawahi kuwa mfungaji bora kwenye msimu wa mwaka 2024-2025 ambako alifunga magoli takriban 19. Lakini kwenye upande mwingine mwaka 2014, mwaka 2015 pamoja na mwaka 2016 alifanikiwa kuwa MVP wa Airtel Rising Stars kwenye misimu mitatu mfululizo. Kwa hiyo utaona msimu ambao yeye alikuwa anaitumikia klabu ya KCCA ya pale nchini Uganda alikuwa akifanya vizuri zaidi kutokana na performance yake ya misimu mitatu ya mwaka 2014 mpaka mwaka 2016. Kwa msimu huu wa mwaka 2025-2026 amefanikiwa kucheza michezo
michezo 10 kwa takwimu ambazo tuko nazo hivi sasa. Sio rasmi, lakini amefanikiwa kucheza michezo 10 huku akiwa amefunga magoli 2 na kutoa assist 2. Michezo 10 inajumuisha michezo ya ligi ya pale Uganda pamoja na michezo ya timu ya taifa ya Uganda the Cranes. Weka maoni yako hapo wewe mdau ambaye unaendelea kuitazama Msuya Online TV kuhusiana na swala zima la Alan Okello, endapo atafanikiwa kujiunga na klabu ya